Watu wengi wana mipango na malengo makubwa juu ya maisha yao, lakini ni wachache ambao wanajua wafanye nini ili kuweza kutimiza malengo yao. Leo nitazungumza juu ya hatua ambazo unatakiwa kuzichukua ili uweze kutimiza malengo yako. Ukweli ni kwamba kuwa na mipango au kujua unataka nini, hilo ni jambo la kwanza. Lakini kujua ufanye nini ili utimize mipango yako, hilo ni jambo gumu na ni jambo muhimu zaidi. Hatua ya kwanza ni jua unataka nini au unataka kuwa nani. Jiulize katika sehemu uliopo, katika field uliopo, je, unataka nini hasa? Unataka kufaulu masomo yako? Unataka kupandishwa cheo au unataka kuwa na maisha mazuri? Kumbuka, usipojua unataka nini, hautopata kitu chochote. Lakini zaidi sana, elewa kwa nini ni muhimu wewe kupata hicho kitu ambacho unakitaka. Jiulize, kwa nini mimi nifaulu? Kwa nini mimi nipandishwe cheo? Na kwa nini mimi niwe na maisha mazuri? Hiyo itakusukuma zaidi na kukufanya ufocus kwenye kitu ambacho unakitaka na umekipa umuhimu, bila ya kuyumbishwa na vitu vingine. Lakini zaidi sana, usiishie tu kuelewa na kujua unataka nini, bali mipango yako iliyopo kichwani iandike sehemu ambayo itaonekana, aidha kwenye daftari au kwenye karatasi. Andika sehemu ambayo utakuwa na uwezo wa kusoma asubuhi, wa kusoma mchana au wa kusoma usiku. Hii itakusukuma zaidi na kuifanya akili yako ifikirie zaidi ile mipango yako. Na unavyoandika, kama unataka kufaulu, basi ni vizuri ukaandika mfano, nataka kuwa na ufaulu wa GPA ya 5 ndani ya semester hii. Hapo nimejipa limitation, lakini nimejipa kiwango nachotaka kukifikia. Hivyo akili yangu itajitahidi, itatafuta mbinu ya mimi kuweza kutimiza hiyo GPA. Kumbuka, ndoto bila mipango ni sawa na safari isiyo na ramani. Hatua ya pili ni amini kuwa inawezekana. Ukweli ni kwamba mafanikio yoyote yale yanaanza kwenye imani yako. Yanaanza kwenye namna unavyoamini juu ya malengo yako. Ukisema haiwezekani, hutohitaji mtu mwingine aje akwambie haiwezekani. Tayari unakuwa umejiwekea ukuta wa wewe kufanikiwa kwenye malengo yako. Unaposema haiwezekani, maana yake unaufunga ubongo wako, unaifunga akili yako, au unaizuia akili yako kutafuta mbinu za kufanikisha. Ila ukisema inawezekana, unaufungua ubongo wako, unaifanya akili yako itafute njia, itafute suluhisho na mbinu za kufanikisha malengo yako. Kumbuka, huwezi kuwa na imani hasi alafu ukawa na matokeo chanya. Hivyo, amini kuwa malengo yako yanawezekana. Hata watu wakisema haiwezekani, lakini wewe amini inawezekana, kwa sababu hayo ni malengo yako, sio malengo ya watu wengine. Hivyo amini inawezekana. Hatua ya tatu ni anza kutekeleza mipango yako, au tunasema take action. Na maandiko yako wazi yanasema kwamba imani bila matendo imekufa. Hivyo basi, usiishie tu kuamini, bali anza kutekeleza. Anza kufanya vile vitu ambavyo ulisema utavifanya. Anza kuishi kwenye mipango yako. Usisubiri watu waje wakwambie fanya, mbona ufanye? Hapana, anza wewe mwenyewe. Na wala usisubiri eti uwe perfect au uwe na kila kitu ndio uanze kutekeleza mipango yako. Anza hivyo hivyo. Unapoanza, hata kama hauko perfect, kuna faida nyingi unazipata. Moja ni unapata uzoefu huku ukiwa unaendelea. 2, ndio unapata nafasi ya kujifunza zaidi jinsi mambo yanavyoenda. Lakini 3, unajengea akili yako na unaipa nguvu kustahimili mambo ambayo mwanzo usingeyajua. Kumbuka kwamba kuna baadhi ya watu wanasubiri uonyeshe kitu ulichonacho ili waweze kukusaidia. Kuna baadhi ya fursa zinakusubiri wewe
uanze kutekeleza mipango yako ili zije. Hivyo unavyozidi kuchelewa na kusubiri uwe perfect, maana yake unaizuia zile fursa na unawazuia wale watu kuja kwenye maisha yako. Kumbuka, muda haukusubiri uwe perfect, lakini unachotakiwa ni anza kutekeleza mipango yako, anza kuishi hivyo hivyo na mambo yatakunyokea. Hatua ya 4 ni kuwa na nidhamu na kuwa consistency. Hii ina maana gani? Inamaanisha kuwa unatakiwa kufanya kile kitu ambacho wewe ulisema utakifanya, kutekeleza mipango ambayo ulisema utaifanya. Kama ulipanga kusoma, basi hakikisha unasoma, hata kama hujisikii, hata kama umechoka, lakini hakikisha unasoma. Kama ulisema unataka kuweka akiba, basi hakikisha unaweka akiba, hata kama mambo yameingiliana vipi, lakini hakikisha unaweka akiba. Na zaidi sana, kuwa mtu wa mwendelezo. Usiwe ni mtu ambaye leo unafanya kesho haufanyi, leo unafanya kesho hufanyi. Hivyo utajichelewesha wewe mwenyewe kufikia malengo yako. Mafanikio yoyote yale yanahitaji consistency, yanahitaji kuyafanya hata kama unakutana magumu. Usikate tamaa. Kuna muda utajikuta unafanya lakini matokeo hayaanzi kuonekana. Kuna muda utajikuta umechoka. Sasa huo muda ambao unajikuta umechoka ndio muda ambao unatakiwa uongeze nguvu zaidi ili kutimiza malengo yako. Hivyo basi, watu ambao unaona wamefanikiwa leo, si kwamba hawakuchoka, lakini ni kwa sababu hawakukata tamaa na waliendelea kuishi kwenye mipango yako. Hivyo kuwa na nidhamu, lakini zaidi sana kuwa ni mtu wa consistency. Hatua ya 5 ni jizungushie watu sahihi na vitu sahihi. Jimmy Rohn aliwahi kusema kwamba wewe ni wastani wa watu 5 ambao wanakuzunguka. Hii inamaanisha nini? Kwamba kila mtu ambaye unaambatana naye na unakuwa naye kwa muda mwingi anaathiri kwa kiasi kikubwa maisha yako, aidha athari chanya au athari hasi. Kuna baadhi ya watu bila kujua umekuwa ukikaa nao, lakini wanakupotezea focus na wanafanya malengo yako yafe kabisa. Sasa watu ambao utaki kukaa nao ni wale watu ambao wanawaza muda wote ni watu wa kulalamika, ni watu ambao wanawasema watu wengine, ni watu ambao wanatumia rasilimali zao vibaya kama muda na fedha. Hao sio watu wa kukaa nao. Ukikaa nao utapoteza direction ya malengo yako. Lakini kaa na watu ambao wote mtakuwa na njaa ya kufanikiwa. Watu ambao mkikaa pamoja mtazungumza kufanikiwa, mtazungumza fedha, mtazungumza kufaulu, mtazungumza uwekezaji na mambo ambayo yatakuchallenge wewe kuweza kufikia malengo yako. Lakini zaidi sana, jizungushie vitu ambavyo vitakusapoti wewe kufika kwenye ndoto zako. Si kila kitu unatakiwa kukitazama, si kila kitu unatakiwa kukusikiliza, na si kila kitu unatakiwa kukisoma. Hatua ya 6 ni kuwa mtu wa kujitathmini mara kwa mara. Kujitathmini kutakusaidia kujua ulipotoka, ulipo sasa na unapokwenda. Je, ulipotoka palikuwa hivi palivyo sasa hivi? Na unapokwenda, je, unaona kuna uwezekano wa ndoto zako kutimia? Unaona kuna uwezekano wa malengo yako kufanikiwa? Hapo utapata akili na utapata nguvu na tumaini. Lakini inawezekana ukaona kama malengo yako bado hayatimii. Unachotakiwa ni kubadilisha mbinu. Wala usibadilishe malengo, wala usibadilishe ndoto. Hapana, badilisha mbinu. Kama ulikuwa unasoma kwa nusu saa, basi ongeza mbinu nyingine, soma kwa lisali moja. Kama ulikuwa unaweka akiba kila siku 2,000, basi badilisha, anza kuweka shilingi 3,000. Hiyo itakusaidia. Kwa ni muhimu sana kujitathmini kwenye malengo yako. Unapiga hatua au uko pale pale? Hatua ya 7 na ni muhimu sana, basi ni kumshirikisha Mungu malengo yako. Maandiko yanasema wazi kabisa, mkabidhi Bwana kazi zako na mipango yako, naye ataitimiza. Hivyo basi, unaweza ukawa na malengo makubwa,
unaweza ukawa una imani, unajituma sana kwenye malengo yako, lakini kama hujamshirikisha Mungu na auamini kama Mungu atakusaidia, basi itakuchukua muda mrefu kutimiza malengo yako. Itakuchukua muda mwingi zaidi kutimiza malengo yako. Utafika wakati ambao utakata tamaa. Utakuwa ni mtu ambaye unachoka, unaona kama haufanikiwi. Lakini ni kwa sababu gani? Umejaribu kwenda kwa akili zako na ukaacha kumshirikisha Mungu. Haijalishi wewe ni dini gani, lakini unamhitaji Mungu sana kwenye mafanikio yako. Kwa sababu kuna muda ambao utajihisi kukata tamaa, utajihisi kuchoka, utajihisi kuwa peke yako. Watu watakutenga, watu watakuacha upo peke yako, lakini Mungu atakupa nguvu, Mungu atakuwa karibu na wewe, na Mungu atakuonyesha tumaini. Mungu atakwambia endelea kusonga mbele, unakaribia kufanikiwa. Hivyo basi, unamhitaji Mungu zaidi kwenye mafanikio yako. Atakuonyesha njia mahali pasipo na njia. Kuna sema atakwambia fanya hichi ili ufanikishe, na kuna mahali atakwambia usifanye hichi. Hivyo unamhitaji Mungu. Ukweli ni kwamba malengo hayatimii kwa bahati tu, na mafanikio hayaji kwa kuishia kupanga na kutamani, bali mafanikio yanahitaji maamuzi sahihi, yanahitaji kuwa na nidhamu na kuwa na mwendelezo wa kuyatekeleza hata kama umechoka. Ukweli ni kwamba kila kitu kinawezekana, hivyo usiogope kuishi kwenye ndoto zako na malengo yako. Kumbuka, kila hatua unayochukua inakusaidia wewe kufika kwenye malengo yako na kubadilisha maisha yako. Hivi umeanza kutekeleza mipango yako au bado unasubiri? Chukua hatua bwana. Kumbuka kwamba malengo yako yanakusubiri wewe na yanakutegemea wewe. Hivyo usisubiri sana. Tumia hatua hizi kuweza kufanikisha malengo yako. Na niandikie kwenye comment hapo, wewe kati ya hatua hizo 7 tulizozizungumza, kwako ipi unaiona ni ngumu? Hii itatusaidia sisi kujifunza pamoja na kuweza kusaidiana kufika malengo yetu. Mimi ni Josephat Kato. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kunisikiliza. Naamini muda wako haujapotea. Tukutane tena wakati mwingine kwenye mafundisho mengine. Bye bye.